Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Watu wengi mnamfahamu Luhaga Mpina, huyu mbunge wa Kisesa. Amekuja na mambo mapya kabisa leo katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Mpina kaandika tweet zake hizi ambazo kimsingi zinafikirisha kweli kweli. Mpina kaandika tweet gani hizo? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, Luhaga Mpina katika ukurasa wake mtandao wa X kaandika hivi: hebu fikiria kama padri anaweza kuvamiwa, askofu kupotea, shehe kufungwa, mfanyabiashara mkubwa kupigwa na kupotea. Wewe ni nani? Hali ya usalama wako ikoje? Na anamiliki funguo ya pumzi yako? Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ambayo kayaandika bwana huyu Luhaga Mpina. Anasema kwamba askofu kupotea. Kwa maana yake hapa watu wengi wanamzungumzia ni kwamba Askofu Gwajima, sababu Gwajima ni muda sasa tangu aweze kuonekana akizungumza, lakini pia kuposti katika ukurasa wake mtandao wa Instagram. Ni siku sasa zimepita, haijulikani Gwajima kajichimbia wapi, haijulikani Gwajima yuko wapi, haijulikani Gwajima anafanya nini mpaka hivi sasa. Sasa hapa ndio huyu Luhaga Mpina anaizungumzia hii scenario kwamba askofu kupotea kwa maana Gwajima. Na kitu kingine ambacho kimezua gumzo kwa siku ya hii leo ni huyu anayefahamika kwa jina God Bless Lema. Lema bana, katika siku ya leo alikuwa anaelekea nchini Kenya, lakini mara baada ya kufika mpakani na akawa anafanywa mahojiano na watu wa Kenya, na Lema akasema kwamba yeye ni mtu kutoka katika chama cha Chadema. Hivyo Lema akaposti katika ukurasa wake mtandao wa Instagram kwamba amezuiwa kuingia nchini Kenya kwa sababu kuna katazo la watu wa Chadema kuingia katika nchi ya Kenya. Lema ndo anashangaa katazo hilo limetoka lini, watu wa Chadema wasiingie katika nchi ya Kenya. Lema ameshangaa kweli kweli. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana hizi scenario mbili? Andika hapo katika sehemu ya comment.